Kama nilivyokujuza, mafunzo ya maadili kwa viongozi wa umma yanaendelea hapa mkoani Tanga, na nakutanisha na naibu mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalam, Dr. Grace Idinga. Tumeona mwitikio mkubwa sana kwa hapa Tanga, lakini pia Mwanza. Tumeona kwamba watu wameitika kufuata kile ambacho mnakitoa. Kama naibu mkuu wa chuo, unazungumza nini kwa wale ambao bado hawajashiriki mafunzo na kuelekea duru ya pili? Mmejipangaje kuhakikisha kwamba watu wananufaika zaidi? Kwa kweli ninaiona duru ya pili ikiwa na watu wengi zaidi, kwa sababu kwa mwitikio ndioona na kwa jinsi uhitaji ulioonyeshwa na mrejesho tunaoupata, yani feedback kutoka kwa hawa wanaohudhuria, mafunzo yanahitajika sana sana. Wanahitaji katika ngazi ya juu, kwa sababu sasa hivi tumeanza katika ngazi za juu. Ngazi za juu bado kabisa. Hawa ni wachache sana ambao wamefika kwa Tanzania hii. Ni wachache sana. Bado tuna wengi wa kuwafikia. Na hawa waliofika kwa kweli hawakuamini kwamba mafunzo ni mazuri kiasi hiki. Na hawa wote waliofika wameendelea kusema kwamba sisi tuko hapa, tunatamani mafunzo haya yaendelee huku chini kote, na sio tu kwenye taasisi zao. Yani wanatamani mpaka wanasiasa ambao wanafanya nao kazi na wao wapate hizo nafasi za kupata haya mafunzo, ili wote tutembee tukiwa tunasema lugha moja. Kwa hiyo hao waliokuja ni wachache tu, tuseme ndio tumeanza kupika. Tumeanza yani chungu hata hakijachemka ndio kimeanza kupata moto. Kwa hiyo bado mafunzo tutayapanga vizuri, yanaanza baada ya mwaka unaoanza wa fedha. Hapa tulipo tumeshaanza kupata maombi mengi, wanaotaka tuweze kuwafundisha kwenye taasisi zao, wajiweke pamoja, alafu ili tuweze kwenda na kuweza kuwapa hayo mafunzo kule walipo kwenye taasisi zao, na wengine wanapenda waje kwenye hizi ambazo tunatangaza ili waweze kuchanganyika na wenzao wengine waweze kujifunza zaidi. Kwa hiyo watu ninawaambia kwamba wakae tayari, wajiandae na wasikose, hisi ya kukosa.